Pia katika hadithi kumetajwa fadhila ya salamu ala kulli ahad, ani fadhila ya kutolea salamu kila mtu sawa sawa, umjue ama usimjue. Hapa kumjua ama kumtumjua ani ni kuwa mnahusiana naye ama hamna uhusiano. Kwa hiyo kumaanisha kuwa maadamu ushaelewa kuwa huyu ni Muislamu mwenzako, basi ni kumtolea salamu. Kuna maneno ambayo maulama wameeleza tofauti yake, na maneno yenyewe ni kuwa kuna baadhi ya hadithi ambazo zimekuja kuwa mtume aliulizwa ya kuwa ayul islami afdal, na hii hadithi nayo imekuja kuwa mtume aliulizwa ayul islami khairun, na haya maneno mawili yana maana moja. Khairun na afdal ina maana ile ile moja, lakini sasa tofauti wakasema kuwa ma jaa fi khairun, ile hadithi ambayo kama hii ambayo mtume aliulizwa kuwa ayul islami khairun, dhukira umurun mustahabbun, mtume alitaja maneno ambayo ni sunna kuyafanya. Wama dhukira fihi ayul islami afdal, lakini katika ile hadithi ambayo mtume aliulizwa ya kuwa ayul islam afdal, dhukira fihi alwajibat, mtume alitaja ndani yake nini? Mambo ya lazima. Kwa hiyo ni kuonesha ya kuwa yale mambo ya lazima ambayo yametajwa katika hadithi ambayo mtume alisema kuwa ndio Uislamu bora afdal, akatumia lafzi hiyo, ni kuonesha kuwa licha kuwa huu ndio Uislamu bora, lakini Uislamu hautokamilika mpaka uyafanye pia haya mengine ambayo pia ni ya sunna. Naam, mlango wa 43. Alislamu yahdimu ma qablahu walhajju walhijratu, Uislamu unabomoa kwa maana ya kuwa unafuta yale madhambi yaliyokuwa kabla Uislamu, na hivyo hivyo pia hija ufanya, na pia hivyo hivyo hijra pia ufanya, kuhama mtu kutoka katika mji wa makafiri kwenda katika mji wa Kiislamu. Kwa haya mambo matatu huwa yanafuta yale madhambi yaliyokuwa kabla ya mtu kufanya hayo mambo. An ibn Shumasa al-Mahri qala hadharna Amr bin al-As wa huwa fi siyaqati al-maut, anasema kuwa walihudhuria Amr bin As alipokuwa katika ile hali ya kifo, mwisho wa uhai wake, katika nini? Sakaratul maut. Fabaka tawilan, akalia sana. Wa hawala wajhahu ila aljidari, kisha akageuza uso wake akaelekea ukutani. Fajala ibnuhu yaqulu, akaanza mtoto wake kusema, ya abata, babangu, ama basharaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadha, hivi babangu si mtume alikubashiria hichi kitu? Ama basharaka Rasul sallallahu alaihi wasallam bikadha, hivi mtume alikubashiria kitu hichi? Qala fa aqbala biwajhihi, mpokezi wa hadithi anasema kisha akageuka kwa uso wake. Faqala, akasema, inna afdala ma nu'iddu shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, hakika kitu bora zaidi ambacho tunakiandaa ya kuwa kitakuwa ndio msaada wetu mkubwa na tegemeo letu kubwa ni shahada, ani tauhid, imani, aqida ya sawa. Hiyo ndio ile tegemeo kubwa ambalo tunalo. Inni kuntu, akasema kama mimi nilikuwa ala atbaqin thalathin, mimi nilikuwa katika hali tatu. Ani Amr anasema kuwa mimi nilipitia katika hali ngumu tatu. Laqad ra'aytuni wama ahadun ashadda bughdan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minni, hakika mimi ulikuwa unaweza ukaniona kwa kipindi fulani
wama ahadun, nilikuwa hakuna yeyote ashadda bughdhan, ambaye ninamchukia zaidi kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam kwangu mimi. Yani hakuna mtu ambaye alikuwa kwangu mimi anachukiza zaidi kuliko mtume. Wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu fa aqtuluhu, wala hakuna mtu ambaye nilikuwa napenda zaidi laiti kama ningeweza kupata umakinifu na uwezo ili nimuue kabisa. Falau mutu ala tilka alhali la kuntu min ahli an-nar, akasema Amr ya kuwa nakumbuka hivyo, kwa hakika lau kama ningekufa katika hali hiyo niliyokuwa nayo ningekuwa katika watu wa motoni. Falamma ja'ala Allahu al-islam fi qalbi, lakini alipoweka Allah na kujalia Allah Uislamu katika moyo wangu, ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqultu, nilimjilia mtume sallallahu alayhi wasallam na nikasema, ubsut yaminaka, ani nyoosha mkono wako wa kulia, ubsut yaminaka fal ubayi'ka, ani ili niweze kukupa bai'a. Huyo Amr anamwambia mtume, fabasata yaminahu, mtume akakunjua mkono wake wa kulia. Qala, anasema Amru, faqabadtu yadi, mimi nikakunja mkono wangu nikawa tena simpi bai'a. Qala, mtume akasema, malaka ya Amru, una nini wewe Amru, kwa nini hunipi bai'a na umesema ninyoshe mkono unipe bai'a? Qala, anasema Amru, qultu, nikasema, aradtu an ashtarita, mimi nataka kuweka masharti. Qala, tashtaritu bimadha, unaweka sharti kwa lipi? Qultu, Amru akasema, nikasema, ay yughfara li, ya kuwa ili nikupe bai'a ni kwa sharti nisamehewe, kwa sababu najijua mimi madhambi na makosa mengi ambayo nilikuwa nikiyafanya kabla ya kuamua kuslimu. Qala, mtume akasema, ama alimta ya Amru, hivi haujajua ewe Amru, anna alislama, ya kuwa kwa hakika Uislamu, yahdimu ma kana qablahu, unafuta yote yaliyokuwa kabla yake, wa anna alhijrata tahdimu ma kana qablahu, na kwa hakika hijra pia hufuta yote yaliyokuwa kabla yake, wa anna alhajja yahdimu ma kana qablahu, na kwa hakika hija pia hufuta yote yaliyokuwa kabla yake. Wama kana ahadun ahabba ilayya min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na kisha hakuwa yeyote anapendeza zaidi kwangu mimi kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kusilimu kwangu. Wala ajalla fi aini minhu, wala ni mtukufu zaidi kwenye macho yangu kuliko mtume, hakuna yote aliyekuwa anafika kiwango hicho. Wama kuntu atiqu, na wala mimi nilikuwa siwezi, an amlaa ainaya minhu, kumwangalia mtume na macho yote, ijlalan lahu, na yote ni kwa ajili ya kumadhimisha na kumtukuza. Wala usuiltu, na lau kama ningeulizwa, an asifahu, nimsifu mtume, ma ataqtu, singeliweza, kwa sababu ya kuwa nilikuwa siwezi kumwangalia mtume kikamilifu kwa ajili ya kule kumheshimu na kumtukuza. Lianni lam akun amla'u ainaya minhu, kwa sababu ya kuwa mimi nilikuwa simwangalii kwa macho yangu yote kikamilifu. Wala umutu ala tilka alhali, lau kama mimi ningekufa katika hali hiyo, la rajautu an akuna min ahli janna, ningetarajia kuwa katika watu wa peponi, kwa sababu ninajihisi ya kuwa kweli katika hali hiyo nilikuwa katika hali nzuri zaidi ya kumpenda mtume kiasi hicho, na bila shaka yote hiyo ni imani. Hiyo ni hali ya pili ambayo anaikumbuka. Thumma anataja hali ya tatu, anasema kisha walina ashian, tukatawazwa mambo fulani tuwe tunayasimamia, tuwe viongozi. Ma adri ma hali fiha, sijui hali yangu katika mambo hayo na katika utawala huo na uongozi huo. Fa idha ana mutu, ikiwa mimi nitakufa, fala tashabni naihatun,
Kwa hivyo nikifa natoa wasia ya kuwa mtu yeyote anaelia kwa sauti ya juu asifate jana zangu, wala narun, wala moto, yeyote ambaye mbeba moto asinifate na moto. Fa idha dafantumuni, na ikiwa mshanizika, fa sunnu alayya at-turaba sannan, nimwagieni mchanga kabisa. Thumma aqimu haula qabri, kisha mbakie kabrini kwangu qadra ma tunharu jazurun, kiwango cha kuchinjwa ngamia muda huo. Wa yuksamu lahmuha, na nyama yake gawanywe, mbakie kwa kipindi hicho. Hatta astanisa bikum, ili niweze kuliwazika na nyinyi. Wa andhura, na niangalie madha uraji'u bihi rusula rabbi, ni yapi ambayo nitawajibu wale mitume wa Mola wangu, ani malaika. Katika ule muda wa kubakia pale kabrini, bila shaka wanabakia ikiwa namuombea bila shaka dua ambazo mtume ametufundisha tumuombee maiti baada ya kumzika. Kwa hivyo Amr bin As akaeleza hali tatu ambazo ashe kuzipitia, hali ambazo kwa hakika akizikumbuka ni hali moja tu ndio inampa matumaini, lakini hali mbili za mfanya mpaka aingiwe na wasiwasi. Hali ya kwanza ambayo ilikuwa ni kabla kusilimu kwake, kisha hali nyingine ambayo inampa wasiwasi ni baada ya kupata uongozi na mamlaka, ya kuwa sasa katika kuongoza watu hauwezi ukajijua ya kuwa je, niliongoza watu vizuri kwa hivyo nimesalimika, ama nina maswali ambayo nitashindwa kuyajibu mbele ya Allah na yaniangamiza.